Ni mambo mengi yanaweza kuandikwa kuhusu mkongwe huyo mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 36 katika tasnia ya habari, akiwa amefanya kazi katika vyombo mbalimbali vya habari ndani na nje ya nchi. Jina langu ni Johnny Walter na hii ni Bongo 5. Charles Hilary alizaliwa Zanzibar zaidi ya miaka 62 iliyopita eneo la Jang'ombe. Mwaka 1968 alihamia jijini Dar es Salaam na kujiunga na shule ya msingi ya Ilala Mchikichini. Alijiunga na Radio Tanzania mwaka 1981 na kukitumikia chombo hicho cha umma hadi mwaka 1994 alipojiunga na kituo binafsi cha Radio 1 kinachomilikiwa na IPP. Mwaka 2003 aliondoka nchini na kujiunga na Radio Deutsche Welle nchini Ujerumani, na miaka mitatu baadaye alijiunga na shirika la utangazaji la Uingereza BBC akiwa idhaa ya Kiswahili. Mwaka 2015 alirejesha mpira kwa kipa baada ya kuamua kurejea nchini na kujiunga Azam Media. Alieleza sababu za kuondoka BBC kurejea nchini kuwa ni umakini wa wamiliki wazawa wa vyombo vya habari. Miongoni mwa rekodi zake na kwamba yeye ndiye Mtanzania wa kwanza kutangaza kwa Kiswahili mechi za fainali za Kombe la Dunia mwaka 2010 akiwa uwanjani. Radio nyingi ziliwahi kutangaza fainali hizo kwa Kiswahili, lakini zote zilifanya hivyo kwa kuangalia mechi hizo kwenye runinga na si kutokea uwanjani. Anakumbukwa sana kwa uhodari wake wa kutangaza mpira na kipindi cha Charanga Time kilichomzidishia umaarufu akiwa Radio 1 Stereo. Pamoja na mambo mengine yaliyowahi kumsibu, aliwahi kunusurika kuuawa kwa risasi mwaka 1964, siku moja baada ya mapinduzi ya Zanzibar yaliyouondoa utawala wa sultani na kuiweka serikali ya watu wa Zanzibar. Charles Hilary alikutwa na tukio hilo Januari 13 wakati akiwa na umri wa miaka 5. Itakumbukwa Disemba 30 mwaka wa 2021, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi alimteua Charles Hilary kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu. Mwaka 2023 aliteuliwa kuwa msemaji mkuu wa serikali Zanzibar. Leo hii Mei 11 mwaka 2025, taarifa ya simanzi, taarifa ya kuhuzunisha, taarifa ya kusikitisha. Zanzibar imepata pigo kubwa kufuatia kifo cha msemaji mkuu wa serikali Charles Hilary ambaye amefariki dunia baada ya kuugua kwa muda mfupi. Kifo chake kimetangazwa rasmi na serikali ya Zanzibar, huku viongozi wa kitaifa, wanahabari wenzake na wananchi wakielezea masikitiko yao na kumkumbuka kama mtumishi wa umma na mwanahabari mwenye maono aliyetoa mchango mkubwa kwa taifa. Charles Hilary amefariki alfajiri ya leo Mei 11, 2025 katika hospitali ya Muhimbili Mloganzila alipokuwa akipatiwa matibabu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa pole kutokana na kifo hicho. Akiandika katika kurasa zake za mitandao ya kijamii, nimepokea kwa masikitiko taarifa ya kifo cha Bwana Charles Hilary, mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu Zanzibar, kilichotokea leo Mei 11, 2025. Ninatoa pole kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, familia, ndugu, jamaa na marafiki na wadau wote wa sekta ya habari nchini kwa msiba huu. Ndugu Charles Hilary atakumbukwa kwa mchango wake adhimu wa zaidi ya miaka 40 katika kukuza sekta ya habari nchini, tangu akiwa redioni hadi kwenye television, pamoja na unasihi kwa wanahabari wachanga. Na muomba Mwenyezi Mungu aijalie familia yake uvumilivu na subira katika kipindi hiki kigumu, na ilaze roho ya mpendwa wetu mahala pema. Hakika sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Bongo 5 tunatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki na tasnia nzima ya habari kwa msiba huu mzito. Jina langu ni Johnny Walter.